Jeshi la polisi limeona moto hatari baada ya kufanya unyama huu. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Mlipuko wa mabomu ya machozi ndani ya eneo la ibada, wanawake wakikimbia kwa hofu, na siku iliyokusudiwa kusherehekea heshima na mchango wa wanawake duniani ikigeuka kuwa tukio la taharuki. Na hii si simulizi ya vita, bali ni tukio halisi lililotokea katikati ya ibada, likiacha maswali mazito juu ya mipaka ya mamlaka na heshima kwa haki za msingi za binadamu. Hali ya taharuki imetawala mjadala wa kisiasa na kijamii kufuatia tukio la Machi tarehe 8 mwaka 2026, ambapo wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na waumini wengine walikumbwa na msururu wa mabomu ya machozi katika eneo la kanisa Katoliki jimbo la Msoma linalopatikana mkoani Mara. Tukio hilo lilitokea wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya wanawake duniani, siku iliyotambulika ama inayotambulika kimataifa kwa kuenzi haki, usawa na mchango wa wanawake katika jamii. Sasa siku chache baada ya tukio hilo, kamati tendaji ya Chadema kanda ya Serengeti imeibuka na msimamo mkali. Inataka majibu ya wazi, inataka uwajibikaji, na juu ya yote inataka ufafanuzi wa kina kuhusu kile kilichotokea ndani ya eneo ambalo kwa muda mrefu limeheshimiwa kama sehemu takatifu. Na katika tamko lake rasmi la Machi tarehe 17 mwaka huu, kamati hiyo imeeleza lawama kwa jeshi la polisi ikitaka maelezo ya kina kuhusu uamuzi wa kutumia nguvu katika mazingira yaliyokuwa na utulivu. Hoja kuu inayojitokeza ni kwamba tukio hilo halikuhusisha vurugu kabla ya hatua za polisi, na ni jambo linalozua maswali kuhusu mantiki ya operesheni hiyo na kuweka jeshi la polisi kwenye moto. Taswira inayojengwa ni ya tukio lililotokea ghafla, ibada ikiendelea, waumini wakiwa katika hali ya utulivu, kisha moshi wa mabomu ya machozi unajaza hewa wakati waumini hao walikuwa wanaondoka kanisani. Kelele za taharuki zikaibuka, watu wakatawanyika bila mpangilio, na ndani ya sekunde chache eneo la ibada likageuka kuwa uwanja wa mkanganyiko. Kwa wachambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa, tukio hili linazua hoja nzito kuhusu heshima kwa taasisi za dini. Kanisa kama taasisi limekuwa likichukuliwa kama eneo la amani, faraja na usalama, na hivyo kuingilia shughuli za ibada kwa kutumia nguvu kunatafsiriwa na wengi kama kuvuka mstari ambao haupaswi kuvuka. Lakini mjadala hauishii hapo, kwani kuna kipengele kingine kinachoibua wasiwasi ambacho ni madai ya uwepo wa vitisho kabla ya tukio lenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, kuna dalili kwamba viongozi wa dini walikumbwa na shinikizo siku moja kabla ya tukio, na lengo likiwa kuzuia maadhimisho ya wanawake wa Bawacha kufanyika katika eneo hilo. Iwapo madai haya yana ukweli ndani yake, basi anafungua ukurasa mpya wa mjadala. Ni ukurasa unaohusisha uhuru wa taasisi za dini, uhuru wa kukusanyika, na nafasi ya vyombo vya dola katika kusimamia au kuathiri shughuli za kiraia. Na katika muktadha wa haki za binadamu, tukio hili linagusa moja kwa moja haki ya kukusanyika kwa amani, na hii ni haki inayolindwa na katiba pamoja na mikataba ya kimataifa. Na hivyo basi matumizi ya nguvu katika mazingira ambayo hayajaonyesha dalili za vurugu yanahitaji maelezo ya kina ili kuepusha tafsiri ya ukiukwaji wa haki hizo. Kwa upande wa kisiasa, tukio hili linaongeza joto katika uhusiano kati ya vyama vya upinzani na vyombo vya dola. Chadema kupitia kamati yake ya kanda ya Serengeti imechukua msimamo wa kulaani tukio hilo kwa nguvu zote, huku ikisisitiza kuwa haki za kisiasa haziwezi kuzimwa kwa kutumia nguvu. Na hii inaashiria mapambano yanaendelea si tu ya kisiasa, bali pia ya kifikra. Mapambano kati ya tafsiri ya mamlaka na tafsiri ya haki. Na katika mazingira haya, kila tukio linaongeza uzito wa mjadala mpana unaoendelea nchini. Athari zake zinaweza kuwa kubwa zaidi. Kwanza, kuna athari kwa jamii ya waumini. Tukio la aina hii linaweza kuathiri hisia za usalama ndani ya maeneo ya ibada. Waumini wanaweza kuanza kujiuliza kama maeneo yao ya ibada bado ni salama,
kama ilivyokuwa awali. Pia kuna athari kwa wanawake, hasa wale wanaojihusisha na shughuli za kijamii na kisiasa, na ni tukio hili lilitokea katika siku yao ya kimataifa na linaweza kutafsiriwa kama ujumbe unaokinzana na dhana ya uwezeshaji wa wanawake. 3. Kuna athari kwa mafunzo ama kwa mfumo mzima wa kisiasa, pale ambapo vyama vinahisi kuzuiwa na kunyimwa nafasi ya kushiriki kikamilifu. Hali hiyo inaweza kuathiri ushindani wa kisiasa, hata imani ya wananchi katika mfumo wa kidemokrasia. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizi, kuna dalili ya msimamo wa upande mwingine. Kamati ya Chadema imeonyesha kuunga mkono wanawake wa Bawacha waliothubutu kufika Msoma licha ya vikwazo. Hii inaonyesha kuwa licha ya mazingira magumu, kuna dhamira ya kuendelea kusukuma mbele ajenda zao. Na kwa wataalamu wa siasa, hii ni ishara ya uthabiti wa kisiasa na ni dalili kwamba vikwazo iwe ni vya kisheria au vya kiutendaji haviwezi kuwa urahisi kuzima harakati za kisiasa ambazo zimejikita katika jamii. Na katika kuangalia mbele, swali kuu linabaki, ni nini kitafuata? Je, jeshi la polisi litatoa maelezo ya kina yanayoweza kutuliza hali? Je, kutakuwa na uchunguzi huru kuhusu tukio hilo, au mjadala utaendelea bila majibu ya kuridhisha? Zaidi ya hayo, kuna haja ya kujenga daraja kati ya vyombo vya dola na jamii, na daraja la uaminifu, daraja la mawasiliano na daraja la uwajibikaji. Na bila daraja hilo, kila tukio la aina hii linaweza kuongeza ufa uliopo. Na katika muktadha mpana zaidi, tukio hili linaweza kuwa kichocheo cha mjadala wa kitaifa kuhusu mipaka ya matumizi ya nguvu. Ni mjadala unaohitaji ushiriki wa wadau wote: serikali, vyama vya siasa, taasisi za dini na wananchi kwa ujumla. Kwa sababu mwisho wa siku, swala hilo sio nani ana nguvu zaidi, bali ni nani anatumia nguvu hizo kwa njia inayolinda haki, heshima na utu wa binadamu. Na wakati taifa linaendelea kutafakari juu ya tukio hilo, picha moja inaendelea kubaki akilini: picha ya wanawake waliokusanyika kwa amani na ndani ya eneo la ibada wakikumbwa na moshi wa mabomu ya machozi. Na picha hiyo si tu kumbukumbu ya matukio, bali ni alama ya mjadala unaohitaji majibu ya haraka. Wakati moshi wa mabomu unapofifia ndani ya nyumba za ibada, kinachobaki si tu harufu ya gesi, bali ni swali zito la haki, mamlaka na mustakabali wa uhuru wa wananchi. Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa zaidi.